Yes, bana, karibu sana kwenye mchongo ambao unahusiana na michezo kwa asilimia kubwa. Tuko hapa kujadili michezo na michezo ya ndani Tanzania. Utambulisho wa wachezaji ambao wanasajiliwa katika msimu huu kuelekea msimu wa 2026 27 umekuwa ni wengi. Simba, Yanga, Azam FC pia wanafanya hivyo. Sasa kuna kasumba ambayo nataka tujadili hapa na ndugu yangu. Kasumba hivi vilabu vya Simba na Yanga kuwapa uzito wa utambulisho wa wachezaji wa kigeni, lakini pia wachezaji wazawa hawape uzito katika utambulisho wao. Ni kama wanawachukulia poa. Unadhani sababu ni nini? Sasa niko na ndugu yangu hapa, tutajadili kwa asilimia kubwa. Bana, mambo vipi? Shwari, inakuaje? Bana, mchongo wa Simba na Yanga kuwapa uzito wachezaji wa kigeni pale ambapo wanawatambulisha, ukilinganisha namna ambavyo wanawapa uzito wachezaji wazawa pale ambapo wanawatambulisha, unaona iko sawa? Iko sawa kwa upande fulani, naweza kuona iko sawa, lakini kwa upande mwingine naona haiko sawa. Nikizungumzia kwa upande wa kwa wachezaji wa kibongo, unajua mchezaji anayetoka ndani mara nyingi sana unakuta mwingine hana jina kubwa tofauti na mchezaji ambaye anayetoka nje. Unakuta mchezaji wa Tanzania anakuja kuitafuta jina akiwa kwenye timu kubwa hizi kama ni Simba au Yanga. Wakishafika ndo wanapata sasa ile, yani sijui nisemeje, yani watu wanamfahamu zaidi, watu wanaanza kumfuatilia zaidi, hata kama alikuwa kwenye timu ambayo ndogo, labda Mtibwa au wapi, unakuta anafanya vizuri kule, lakini watu wamfuatilia zaidi kuliko akiwa Simba na Yanga. Kwa hiyo unakuta akishakuwa, yani sababu, yani kwa kifupi, yani sababu kubwa ya msingi ambayo unaweza ukaisema hapa, msikilizaji au mtazamaji akakuelewa, kwa nini Simba na Yanga wakitambulisha wachezaji wa kigeni kuna maandalizi makubwa, lakini wakitambulisha wachezaji wazawa hamna maandalizi makubwa hivyo. Sababu ni nini? Ila mimi kwa upande wangu naona mbona kama wa Simba sasa hivi wanajitahidi kufanya promo kwa wachezaji kwa mfano Simba wamemsajili mchezaji anaitwa wazawa. Mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao Simba wamewatambulisha wazawa, kuna mchezaji anaitwa nani huyo, amesajiliwa juzi kati hapa, Kevin Nation. Yes. Kevin Nation Simba amemtambulisha. Yes. Simba hawajatambulisha mchezaji mmoja wa kimataifa, wamemtambulisha Kevin Nation. Sasa ukiangalia namna ambavyo Kevin Nation ametambulishwa, unaona kuna uzito fulani amepewa yule mchezaji. Kama wataanza kutambulishwa wachezaji wa kigeni, kwa mfano mchezaji ambaye anaitwa Jabari kutoka South Africa, yes. Raia wa Nigeria, yes. Simba wamemsajili. Ikitokea wamemtambulisha, unadhani atalingana utambulisho wake na Kevin Nation? Inategemeana. Kwa upande wetu sisi wana Simba, sisi kila mchezaji anayekuja pale ni mkubwa, kwa sababu Simba ni timu kubwa. Hamna mchezaji mdogo ambaye anachukuliwa na Simba. Lakini tumekuwa tukiona utambulisho unakuwa tofauti. Umeona Ahmed Ally akizungumzia wachezaji wa ndani na wa kigeni. Leo nimemsikia Ahmed Ally kuelekea kwenye kombe la Kagame, anasema kuna mchezaji wa kimataifa ikitokea umemtambulisha, dunia itabadilisha tabia yake. Ikitokea wamemtambulisha, dunia of course ni mchezaji wa kigeni huyo, na amekuwa na maneno hayo kwa wachezaji wa kigeni, lakini kwa wachezaji wazawa tujaona na wameshatambulishwa kadhaa, wakina Kevin Nash na wengineo. Wewe unakubali hii kasumba ipo? Hiyo kasumba mimi naona inatokea kwa sababu unajua watu wengi wanaamini kilichokuwa nje labda ni bora sana kuliko cha ndani, kwa sababu hata kwenye familia zetu sisi unaweza ukakuta mtu anaweza kumthamini sana mwanamke labda wa nje, nyumbani kwake akamuona kama ni wa kawaida, lakini yule wa nyumbani kwake ndo anayeproduce vitu vingi na hata kutengeneza maendeleo makubwa. Ila sasa yule wa nje kujaje, aweze akaje yule akawa kama huyu, afananie na huyu wa ndani, aonekane wa kawaida. Kwa hiyo lazima atengenezwe mazingira fulani ya kupambwa. Sasa kwa fakta hiyo unataka kutuambia kwamba wachezaji wa ndani hawana ubora? Hawana ubora sana kuzidi wa nje. Kuna baadhi ya wachezaji wana ubora. Kwa mfano kama Kibabage amesajiliwa na Simba dirisha dogo. Unajua amekiwasha. Ngoja taratibu amekiwasha. Kwa upande wa Yanga kuna mtu anaitwa Ibrahim Baka amekiwasha kwa kweli, au sio? Na wengineo wachezaji wazawa. Israel Mwenda. Sasa kwa nini wachezaji hawa ambao kwa mfano kama mtu kama Faisal Salum akisajiliwa na Simba, unadhani utambulisho wake utakuwa kawaida ama vipi? Na ni mchezaji wa ndani, ni mzawa. Kwa sasa hivi wachezaji wetu kidogo ndio wameanza kusogea sasa hivi kuonekana wanaweza hata wakashindana kwenye ubora na wachezaji wageni wa nje, lakini wachezaji wa ndani walikuwa hapo kawaida sana. Hawakuwa na ushindani mkubwa kuamini kwamba wao ni bora zaidi kuliko wa nje.
Kwa hiyo wenyewe pia walijidogosha, ila kutokana na sasa hivi wachezaji wa kigeni wanavyozidi kuja ndani, wanavyocheza huku, hata wachezaji wa ndani pia wanapata ile morali kuona kwamba kumbe mimi naweza nikafanya, hata huyu katoka nje, mimi naweza nikafanya hata zaidi yake. Na ndio maana hata wao wenyewe wanachukuliwa kama wa kawaida fulani, ila wanavyotoka wachezaji wa nje kuja wanawapa motivation wale wachezaji wetu wa ndani, ndio wanazidi kusogea. Ndio maana unasikia kila Kibabage, Kibabage zamani hakuwa vile, lakini Kibabage amekuja kubadilika na sasa alikuwa Simba. Mimi sikubaliana na wewe. Simba na Yanga wana tabia mbaya, mimi naweza kusema hivyo, wana kasumba mbaya. Wanatoa big favors au wanatoa utambulisho mkubwa wenye thamani kwa wachezaji ambao wa kigeni, lakini wazawa hawatoi hiyo favor. Ni kweli. Simba kuna baadhi ya wachezaji wa ndani wanatoa ushindani kweli kweli hapa. Angalia Young Africa wamemsajili mtu anaitwa Gamal kutoka Mashujaa. Gamal alikuwa anachezea timu moja huko Zanzibar, Mlandege. Hakuna cha ajabu ambacho kimefanyika katika utambulisho wake. Kevin Nation wa Simba ni vile vile, au sio? Sasa subiri hizi siku zinazokuja Simba na Yanga waanze kutambulisha wachezaji wa kigeni. Utaona hizo, utasikia saa 6 usiku chuma kinashuka. Sio nini? Kuna mambo fulani hivi ambazo wanazifanya kuwapa thamani wale wachezaji na wa ndani wanawadogosha. Nataka kusema kitu kimoja. Simba na Yanga waache tabia ya kuwadogosha wachezaji wazawa. Wanafanya kazi kubwa sana, au sio? Thamani ambao wanaitoa kwa wachezaji wa nje wanatakiwa kuitoa thamani ile ile kwa wachezaji wa ndani, kwa sababu pia wachezaji wa ndani wanafanya vizuri. Simba na Yanga kuna wachezaji wa ndani yani wamewashinda wachezaji wa nje. Kwa mfano kama kwa klabu ya Yanga, mtu kama Ibrahim Baka ameshikilia ile namba mpaka msimu umeisha, hakuna mchezaji alikuja kumtoa pale, au sio? Na kuna baadhi ya wachezaji wa Simba, Yusuf Kagoma ameshikilia ile namba, wakina Kante wako pale na wengineo wameshindwa. Kagoma yuko pale anafanya kazi na inaeleweka. Kwa hiyo kama kuna namna ya kuwapa thamani wachezaji, wapewe wote sawa. Sio leo mnamtambulisha Kevin Nation kawaida tu, anakuja mchezaji mwingine kutoka South Africa, mnampa utambulisho mkubwa, mnatafuta tension kubwa. Hii sio sawa. Sio tuko hapa kujadili hili namna gani ambavyo inapaswa kuwa thamani ambazo wachezaji wanapaswa kupewa, wapewe kwa usawa, ili kutafuta usawa wa wachezaji, sababu wote wanapiga kazi zinazofanana, ingawa kuna utofauti wa quality ya uchezaji, lakini in case wewe kama klabu unapotambulisha mchezaji, mpe thamani na mwingine ambavyo umempa. Yes, mjadala ulikuwa ni huo. Tuje katika pointi ambayo Simba na Yanga namna ambavyo wanavyoandaa matamasha yao ya Simba Day na wiki ya mwananchi. Unadhani kuelekea msimu huu unaokuja 2026-27 matamasha haya yatakuwa na mvuto kiasi gani, ukiangalia namna ambavyo Simba amejitahidi kuchukua ubingwa wa shirikisho, lakini pia amechukua kombe la muungano. Young Africa amechukua ubingwa wa Mapinduzi Cup nadhani, lakini pia amechukua ubingwa wa NBC. Ni kama wamegawana fulani hivi. Sasa kuelekea matamasha haya ya Simba Day na wiki ya wananchi, unadhani mvuto utakuwaje kwa hizi klabu mbili, Simba na Yanga? Kwa sasa hivi naona mvuto utakuwa ni mkubwa, kwa sababu kwa upande wa Young Africans tayari wameshapunguziwa kitu fulani, kwa sababu tulishawazoea wanatunyoosha mara kwa mara, wanachukua makombe, lakini raundi hii imekuwa tofauti. Toka usajili wa dirisha dogo tuliofanya umekuja kuleta mabadiliko makubwa sana ndani ya Simba Sports Club, na hata pengine tungeweza kuchukua makombe yote kama sio kuchukua haya mawili tuliyoyapata. Kwa hiyo Young Africans sasa hivi anaingia kwa uoga kwamba Simba nikimlegezea anaweza akanitoa kabisa kwenye reli na kombe akalichukua. Kwa hiyo Young Africans lazima haje na nguvu kubwa, na Simba Sports Club pale ilipoishia lazima iongeze nguvu kubwa ili izidi kumpiku Yanga na kuchukua makombe back to back kama alivyofanya Young Africans kwa misimu zaidi ya 3-4 hapa sikosei. Kwa hiyo nafikiri ushindani utakuwa ni mkubwa sana kwenye wiki ya mwananchi na hata wiki ya Simba kwenye utambulisho, na hata dabi itakayofanyika Agosti. Nafikiri ratiba imeshatangazwa. Nafikiri ushindani utakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu wote wamejipanga na wote wanataka wa compete, waonyeshe kwamba mimi sasa hivi niko bora kuliko kipindi kilichopita. Okay, tumalize na swala la makocha, tumalize swala la vilabu Simba na Yanga kuonekana this time around wanasajili sana kutoka katika nchi ya South Africa. Hii ni kwa sababu sasa hivi makocha wao wanatoka nchi hiyo ama vipi? Kwa sababu tumezoea mara nyingi Kongo, Zambia na baadhi ya timu jirani hapa, Simba na Yanga wamekuwa wakichukua wachezaji kutoka huko. But kwa sasa hivi unaona wimbi la wachezaji kutoka South Africa limekuwa kubwa. Hii ni kwa sababu makocha wa Simba na Yanga ni wa South Africa ama vipi?
Ni kwa upande fulani pia naweza nikasema hivyo, kwa sababu South Africa pia wamekuwa wakizalisha makocha bora tofauti na nchi nyingine. Tunaona makocha wengi wanatoka South Africa wanaenda kufundisha nchi zingine za Morocco wapi, nchi za magharibi huko. Kwa hiyo wale makocha tayari wameshafanya kazi na wale wachezaji, wanawatambua, wanawajua uwezo wao, na wameshacheza mpaka kwenye michezo ya Champions League, na wamefanya vizuri kuliko hata sisi, naweza nikasema kwa misimu miwili mitatu iliyopita. Kwa hiyo wale makocha kuwachukua wachezaji wa South Africa ni kitu bora pia, kutofauti na kumchukua Mkongo kumleta ambaye humjui na lugha pia mchezaji wa South Africa ni wepesi kuelewa. Battle itakuwaje msimu huu wa 2026-27? Battle itakuwa kubwa sana mzee, battle itakuwa kubwa sana kwa sababu kocha wa Simba Sports Club na kocha wa Young Africans wote na South Africa, na wote walishawahi kucheza mechi kadhaa kule South Africa, wanajuana na matokeo yao yalishatokea, yani ni 3-4 2-1, yani hamna mtu ambaye anayetoka sifuri. Kwa hiyo mzee, dabi sasa hivi takwimu zinaonyesha makocha hawa wawili kule South Africa, kocha wa Simba Steve Barker amemfunga mara nyingi kocha wa Yanga wa sasa hivi, jina lake ni gumu kidogo, Mankioba Mangati, kitu kama hicho. Huyu jamaa anaonekana amefungwa mara nyingi na kocha wa Simba Steve Barker katika michuano kule South Africa. Sasa hivi wako Tanzania katika ligi kuu ya NBC na baadhi ya tournament zingine. Battle itakuwaje? Na wanaonekana wimbi la kusajili, wao ndo wana force management zao zote mbili, wasajili wachezaji ambao wanataka wao, especially kutoka katika nchi ya South Africa, au sio? Sasa battle itakuwa ni kubwa sana kuelekea msimu wa 25, msimu wa 26-27. Tusubiri tuone na magani ambavyo itakuwa, lakini naona Steve Barker atakutana na changamoto nyingine ambayo hakutegemea kukutana nayo, kwa sababu kocha wa Yanga pia anaonekana na uzoefu. Amekaa Mamelodi kwa misimu kadhaa pale. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana uzoefu katika kujua namna gani ambavyo anapaswa kushinda mechi. Lakini amekaa na nio tu kwa msaidizi tu. Yes bana, sisi hatuna la ziada. Discussion imeishia hapa kwa maana ya mjadala. Next time pia tutakutana katika harakati zingine, tujue namna gani ambayo tunajadili kwa kirefu, au sio? Big shout out kwa wote ambao mna show love kupitia social media platform Instagram, TikTok, Facebook, lakini pia kwa YouTube, Search Media na Top Media kwa ushirikiano. Chongo huko, au sio? Mimi naitwa Bilo aka Baba T, niko na mwanangu anaitwa Ima. Next time pia ni same say kukutana hapa katika hizo show. Lakini pia big shout out kwa mwanangu anaitwa Dickson Mahai, smart director, nyuma kamera ametisha.